Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeas. Furaha inamalizikia hapo hapo, maandalizi yanaanza kwa mchezo unaofuatia. Mungu, lakini tunaanza maandalizi kuelekea mchezo ujao. Cheza, tunafanya mazoezi na mimi tutaendelea kuwa bora zaidi. Hichi mnachokiona sasa hivi ni sawa na 25% tu ya kile ambacho mwalimu anakitengeneza kwenye timu yetu. Hata kama sijamsikia hawezi kusema kwamba watu wajiandae watalia sana. Hakuna. Hawezi kusema hivyo. Nasemaje? Hawezi kusema hivyo. Nionyesheni hiyo clip, wanasema kwamba watu wajiandae watalia sana, au mmetranslate vibaya? Kwamba watu watalia sana. Wakizungululia alisemaje? Mwisho wa msimu kuna bingwa wa ligi mwenye pointi nyingi. Yes, shida yenu nyie Yanga inaposhinda mnatafutaga ajenda ya kujadili. Yaani tujadili nini leo? Umeona leo tujadili nini? Yanga ameruhusu goli. Na nimeona mchambuzi mmoja kafanywa substitution Peter Sharulile kaposti amefurahia kwamba leo hajarukaruka huyu. Mechi ilikuwa nzuri. Mechi ilikuwa nzuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kupata matokeo mazuri, pointi 3, goli 4 na tumeruhusu goli 1. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah, lakini hii ni ligi. Mechi moja inapoisha maana yake furaha inamalizikia hapo hapo, maandalizi yanaanza kwa mchezo unaofuatia. Kwa hiyo stories za leo, hata umeona mwalimu amezungumza na players, zimeshamalizika hapa. Akili yetu inahamia kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania ambayo itapigwa siku ya tarehe 24 hapa uwanja wa KMC. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunaanza maandalizi kuelekea mchezo ujao inshallah. Kwanza ligi mechi mbili tayari inaleta hisia gani mechi inayofuata, kwa sababu kwanza vizuri pengine mambo yanakuwa mazuri. Ligi ni ngumu, sio kwa sababu Yanga amefunga goli 7 kwenye mechi mbili mkafikiri ni rahisi. Ni kwa sababu na sisi tunajitahidi sana kuimprove kwa bora. Mnachokiona mechi ya Namungo, mechi ya leo, bado Yanga yetu hatujaipata. Wala sitokee mtu akawadanganya kwamba Yanga ipo kwenye kilele cha ubora wake. Bado muda wa kutosha wa timu kukaa pamoja, wachezaji wote. Ziko signings ziliwahi kufanyika, ziko signings zilichelewa. Kwa hiyo the more timu inacheza, tunafanya mazoezi na mimi tutaendelea kuwa bora zaidi. Hichi mnachokiona sasa hivi ni sawa na 25% tu ya kile ambacho mwalimu anakitengeneza kwenye timu yetu. Kwa hiyo tunaamini baada ya hivi inshallah wengine tutakuwa tumeimprove zaidi kutoka hapa kwenda mbele zaidi. Kocha ametoka kusema kwamba watu wajiandae watalia sana kutokana na mechi nyingi ambazo Yanga itaendelea kushinda. Kocha hawezi kusema hivyo. Hata kama sijamsikia hawezi kusema kwamba watu wajiandae watalia sana. Hakuna. Hawezi kusema hivyo. Nasemaje? Hawezi kusema hivyo. Nionyesheni hiyo clip, wanasema kwamba watu wajiandae watalia sana, au mmetranslate vibaya? Kwamba watu watalia sana. Wakizungululia alisemaje? Sasa hivi bwana, mimi niwaambie tu, mwalimu anajenga timu yake na wote mmeona style of play ambayo tuko nayo, tunatumia nguvu kubwa sana. Kwa hiyo hii style of play ili uweze ku maintain na mechi ziko back to back, lazima tuwe na kazi kubwa kufanya kwenye uwanja mazoezi, na sio tu mchezaji anayeanza, wachezaji wote wanatakiwa wafike hiyo level ya kushindana. Na mnaona leo kwa mara ya kwanza Ngoma kapata muda wa kucheza, lakini Komara alikuwa aingie, Baka akarudi tena baada ya kuwa na hofu ya majeraha. Kwa hiyo the more tunacheza ndio the more pia players wengine watapata nafasi, lakini kuna kazi kubwa inafanyika kwenye uwanja mazoezi kuhakikisha level ya timu kwenye style of play mwalimu anaoitaka kila mtu afike kwenye level hiyo. Tukishafika hapo nitakuja na mimi kuambia kwamba watu watalia, lakini naona bado tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye uwanja mazoezi kuendelea kupush. Kwa mfano leo tumecheza kwa spidi yetu dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tumefunga goli la 3, kila mtu aliamini mechi inaisha na goli 7, goli 8. Yes, tumecreate nafasi, lakini kuna wakati kama tempo ya timu ilishuka kidogo. Maana yake tunataka kufanya kazi kubwa kwenye uwanja mazoezi ili dakika 90
kila mpira unaoguswa uwe mpira wa moto. Yaani kila mpira ukipasiwa mpinzani, itokee siku hapa kipa anamwanzia beki atoe nje, amwambie sitaki lawama, kwa sababu muda wote Yanga wanakuja kutafuta huo mpira. Kwa hiyo bado kuna kazi tunaendelea kufanya uwanja wa mazoezi, na ninaamini hiyo kazi baada ya mwezi inshallah watu watokea katika kipimo kizuri. Ali, mashabiki wanatamani kumuona Sele, pengine ni mpango wa mwalimu au bado haja? Yes, Sele amechelewa kujiunga na timu na itakuwa ni jambo la ajabu. Kuna watu ambao walianza kujiunga na timu mapema, wametrain na timu mapema, wameshaelewa angalau hata kwa asilimia 50-60 za mwalimu anachokihitaji, wakaja wakamuingiza Sele kwenye plani. Sele anaendelea kupikwa pale Avic Town, wakati wake ukifika atakuja kuonekana. Hivyo hata Aziz Ki na yeye anaendelea kupikwa. Anaweza kuwa mchezaji mzuri, lakini anatakiwa aingie vizuri pia kwenye style of play ambayo tuko nayo. Yes, maana yake anatakiwa apikwe, atengenezwe. Yaani kila mtu aelewe mahitaji ya kimbinu yakoje, alafu unapewa nafasi. Sio hao tu, wako wengi ambao bado hawajapata nafasi. Sio Sele, sio Aziz. Bado hata Chuga mjamuona akiwa anacheza. Tunao wengi ambao bado hawajaonekana. Kwa hiyo naamini the more tunacheza na mechi ni back to back, mwalimu ataanza kurotate team, lakini unavorotate team kila mmoja intensity yake itakuwa juu, ili mashabiki na wanachama wanaokuja kwanza ambao hawajakuja leo wamekosa raha. Leo tumeenjoy kweli kweli. Pigwa msako hapa ukiwa jukwaani, kile kiingilio cha shilingi 10,000 ambacho umelipa unahisi kama umewapunja hivi Yanga. Itakuwa 20,000, 30,000. Lakini niwaambie Jumatatu nao ni siku. Tuna mechi hapa na JKT, wametoka kufungwa leo na Polisi, maana yake watakuja kwa nguvu kubwa na wao, na sisi tuweke nguvu tuje kwa wingi tuisupport timu yetu inshallah. Mechi ya pili leo mnapoteza clean sheet, mpate clean sheet. Hii ni udhaifu wa beki wenu au ni kwanza hamna bingwa wa clean sheet mwisho wa msimu? Mwisho wa msimu kuna bingwa wa ligi mwenye pointi nyingi. Moja sifa ya kumpata kipa. Yes, shida yenu nyie Yanga inaposhinda mnatafutaga ajenda ya kujadili. Yaani tujadili nini leo? Umeona leo tujadili nini? Yanga ameruhusu goli. Na nimeona mchambuzi mmoja kafanywa substitution Peter Sharulile, kaposti amefurahia kwamba leo hajarukaruka huyu. Kiwango cha mtu kuumia na Yanga ni kikubwa mno. Kwa hiyo niwaambie tu ndugu zanguni, sisi focus yetu ni kushinda pointi 3. Hii ni ligi. Hii sio sehemu kwamba leo afanye nani. Goli afunge yoyote, tupate matokeo ya pointi 3 ndio muhimu kwa Yanga. Hayo mengine yote ni extra. Diara kuja nchi hii kwa malengo kama itafuta clean sheet kwa malengo yake. Amekuja hapa kuisaidia Yanga kuchukua ubingwa. Hivyo kwa Shaulile, hivyo kwa yoyote yule. Umekuja hapa kuisaidia timu kuchukua ubingwa, na ndio kipaumbele chetu. Kwa hiyo kitokea tumeshinda 4-1 alhamdulillah, 2-1 alhamdulillah, 3-2 alhamdulillah. Lengo ni pointi 3 na tutakuwa tunazipambania hizo pointi. Kuna mechi mbili ambazo zimechezwa kutoka sasa mpaka sasa hivi. Inaonekana kuna baadhi ya mashabiki na timu nyingine wanalalamika kuhusiana na huu mfumo wa FPS. Sasa mpaka leo labda mechi ya pili, wewe labda una maoni gani kutokana na huu mfumo? Kuja kusaidia au Kwanza waandishi, kuna kitu mnakikosea. Aliyelalamika jana nimemuona na nimeona kwenye vyombo vya habari. Kimsingi yule ni shabiki. Full time ya Hot Bees.